Bwana asifiwe. Amen. Majina naitwa Messi Fred, natokea Chanika. Karibu. Mbele nimekuja kumshukuru Mungu kwa kuwa amekuwa pamoja nami mwaka huu mzima. Amen. Kwa nilikuja hapa mwezi wa 4, nilikuwa nimekata tamaa sana kwa masomo. Ulikuja kwa mwezi wa 4 mwaka huu? Nilikuja na mama pale. Nilikuwa nimekata tamaa sana kwa masomo kwa sababu kila nilipokuwa nasoma na mtihani nakuwa mtu wa mwisho. Yaani ulivyokuwa shuleni unasoma, ukifanya mtihani na fail unakuwa mtu wa mwisho. Ndio. Na katika maisha yangu yote masomo sikuwahi kupata division 3 na sikuwahi kuwa mtu wa mwisho. Ila tangu mwaka jana mpaka mwezi wa 4 ule kile kufanya mtihani. Yaani kwa nini unakuwa unafanya vizuri? Hujalipa 3. Ila toka mwaka jana mpaka mwezi wa 4. Mpaka mwezi wa 4 mwaka huu. Ndio. Ukawa unakataje? Nampata 3 na nakuwa mtu wa mwisho kabisa 40 au 39. Kata wanafunzi ngapi? Kata wanafunzi 40 unakuwa 39 au 40. Yaani mtu wa mwisho darasani. Sasa nilikuja hapa nikaona na yeye. Akasema kwamba kabla mwaka huu hujaisha nitafaulu. Na pia mama alikuja kushtakia kwamba ninahitaji kuopt masomo ya science. Unataka kuacha masomo ya science. Mama akaja kuniambia kwamba Messi anataka kuacha masomo ya science. Wakasema kwamba niasome yote na nitafaulu. Kiukweli namshukuru Mungu. Mwezi wa 6 ule niliendelea na hiyo matokeo, lakini nilipoongea na mama akaniambia kwamba nimeongea na Chris lazima usikate tamaa. Nilipofika ile mwezi wa 7 ndio nikaanza sasa kuona matunda, naanza kupata division 17 kutoka 3. Kwa kwenye 3 ukapita mpaka 17. Ndio. Mama yako umechukua ile masomo yako yaache. Ndio. Sasa kaendelea hivyo, walimu hawakuwa wanaamini kwamba ni uwezo wangu. Wakasema huyu tu ni kwa sababu mtihani mwepesi nini. Wakasema tuone sasa mtihani ya Pineta inayoanza tuone itakuwaje. Kapiga Pineta 1, nikapata division 1 ya 15. Wakasema hapana. 1 ya 15. Wakasema hapana. Wakasema hapana. Nikaja Pineta 2 ambayo ilikuwa kilaya. Ndio mtihani wa wilaya sasa. Sio shuleni tena. Sio shuleni, kwa wilaya. Tukafanya tena, tukafanya na praki nini. Nikapata division 12 kama nilivyoomba. Umetoka 17. 17. Ukapiga 15. Umetoka 15. Ukapiga 12. Bado nikaendelea kupambana. Hata wale wenzangu walikuwa wananichukia nini, wanacheka. Nikaona yani niachana nayo, ila bado heshima niliona kama ndio inazidi kuinuka. Namshukuru Mungu kwa ile Pineta 3. Kikweli sikuamini kama improvement itakuwa. Ambapo kama sijawahi kufikia na nipata division 1 na 10. Namshukuru Mungu sana. Umetoka kwenye 17, ukapiga 15, ukapiga 12, ukaja 10. Hapo mwanzo ulikuwa wa mwisho. Na pia walimu wakawa wanashangaa sana, hasa walimu wa taaluma, kwa sababu yeye alikuwa anashinikiza sana niopti physics. Wacha physics. Ndio, kwa sababu na fail. Pia namshukuru Mungu kwa sababu ile nilianza kupata division 17, nilikuwa napata above 60, 65. Physics nimekuwa nyuma nilikuwa napata 15, 35. Uko nyuma physics unapata 15 sasa 65. Baada ya hapo nikaanza kupata 65. Na hata mtana mwisho wa Pineta 3 namshukuru Mungu nilipata 74. Kitu ambacho sijawahi kupata. Wewe unasema vizuri. Namshukuru Mungu. Kwanza mimi naona Mungu ameniheshimisha pakubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini acha niseme neno tu kwa ufupi. Alikuwa amefikia stage mbaya kabisa. Yaani sio hiyo anayosema yeye ni mbaya. Kwa sababu alifika mahali akasema kwamba anataka kujiua na alishajaribu kujiua. Namshukuru sana mtumishi wa Mungu na Chris. Labda kama bila kufika hapa sio labda tungekuwa tunazungumza mengine. Yeye aliongea very simple, akasema tu nenda na utafanya vizuri. Ataanza kupanda na kupanda na kupanda, na ndivyo ilivyotokea. Baba namshukuru sana. Mungu akubariki. Akubariki sana. Amen. Yes, magofu ya. Barikiwe sana. Barikiwe sana. Mungu akubariki.